mimi Paul Christian Makonda kwenye kusimamia haki ya wananchi, niko tayari kupoteza chochote ili mradi mtu mmoja apate haki yake. Narudia tena, kwenye haki ya mtu, cheo hakina thamani kwangu. Kwenye haki ya mtu, umaarufu wangu hauna thamani. Kwenye haki ya mtu, heshima hii nilionayo haina thamani. Maadamu Mungu amenipa uhai, akaniruzuku kuwepo hapa, nitasimama na mwananchi. Ya mtu wa Mungu, tazama, nataka niongee mambo ambayo ni kwa kujua ama kwa kutokujua, ila yanaweza yakaja kuwa hivi, yanaweza yakaja kutokea kuwa hivi. Kifupi, yanaweza yakawa ni unabii ama utabiri wa miaka ya baadaye sana. Mheshimiwa Paul Makonda aweza kuwa rais ajaye. Kwa kujua ama kwa kutokujua, anaweza akawa rais ajaye. Anaweza akachelewa sana, ila aweza kuwa rais ajaye. Kipi, sababu ipi inayoweza ikamfanya Paul Makonda aweze kuja kuwa rais ajaye mbeleni, miaka ya mbele ya baadaye? Anaweza akachelewa sana, ila anaweza akaja akafikia hiyo hatua. Sababu inayopelekea, itakayofanya, ya kwanza, binafsi yeye anaweza asiutake kabisa urais, ila aweza, hata kama akiweza, itakuwa si kwa maslahi yake binafsi na familia yake, bali kwa wananchi. Yani binafsi kipekee, hata kama atafanikisha ama atakuwa rais, binafsi kiuhalisia haitakuwa kwa maslahi yake, bali itakuwa kwa maslahi, yani kwa ajili ya wananchi, ya watu. Zipo sababu ambazo zinaweza zitakuja zimpelekee aje kuwa rais. Zipo sababu kadha wa kadha ambazo hizo, akiendelea kupambana, akiendelea kufanya zaidi kwa moyo, atafanikisha hivyo kuwa rais. Hapa niongee mapema kabisa, ni kwa kujua ama kwa kutokujua, haya ni utabiri ama unabii ambayo unaweza utatokea, ila inaweza ikaja kwa kuchelewa sana. Sifa zake ni hizi. Sifa ya kwanza, ni mtu wa haki. Ni mtu ambaye hupenda haki, yani mahali popote atakapotua, mahali popote atakapokwenda, mahali popote atakapoitwa, mahali popote atakapoonekana, lazima aoneshe haki. Lazima pale haki imulikwe. Lazima pale apambane kuonesha haki. Huyu ndiye Paul Makonda, ambaye nasema kukujua ama kwa kutokujua, miaka ya baadaye aweza kuwa rais. Lakini sifa yake ya pili itakayompelekea huyu jamaa aje kuwa rais baadaye, yani anaweza akachelewa tu, lakini aweza. Kumbuka kwamba natumia neno aweza
kuwa rais. Akina Shadraka, Meshaki na Abednego walipokuwa wakitishiwa kuisujudia sanamu, walitamka neno moja kwamba hatuwezi kuisujudia sanamu. Twajua Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa bado atabaki kuwa ni Mungu. Sema Paul Makonda aweza kuja kuwa rais. Nasema hata asipokuja kuwa rais, lakini hizi sifa alizonazo alistahili kuwa rais. Okay, endelea. Acha sifa za umri wake unaruhusu hayo acha. Wakati fulani inaweza ikaja kutokea tukaja kupata rais mdogo zaidi kujatokea, ambaye hajawahi kutokea Tanzania. Okay, lakini na pia akawa ni mtu wa haki, mtu ambaye kaipeleka nchi ambako ilikuwa ikitakiwa ama ikipaswa. Haya, sifa yake ya pili, mtu asiyebagua kabisa, kujihesabu yupo sawa na sisi wa hali tete. Yaani mtu ambaye habagui, hachagui. Ni mtu ambaye huona mimi nipo sawa tu na nyie, ila kwa sababu nipo mbele kidogo natakiwa nionyeshe, nimulike haki. Mtu ambaye akiwepo popote hupenda kuonekana yeye ni wa kawaida tu, hupenda kuonekana kwamba yeye ni sio mkuu ama mkubwa kuliko nyie. Yaani ana sifa hiyo pia. Lakini sifa yake nyingine, humtanguliza Mungu mbele. Wewe mtazame tu, mahali popote atakapokuwepo, atakapotua, atakapoonekana, atakapoitwa, mahali popote hupenda kumtanguliza Mungu mbele. Popote, yani popote, mchunguze, mwangalie kwa umakini kabisa zaidi, hupenda kumtanguliza Mungu mbele. Na ndio sifa ambayo watu waliokuja kuwa watawala baadaye, watu ambao Mungu alikuja kuwatumia wao watawala baadaye, walikuwa pia na sifa hiyo ya kumtanguliza Mungu mbele. Tazama watawala wote kwenye Biblia walikuja kwa wafalme, sifa zao nyuma walimtanguliza Mungu mbele. Hata kama baadaye walikuja kugeuka, lakini nyuma walikuwa ni watu ambao wakimtanguliza Mungu mbele. Kile sifa yake nyingine tena, kuhesabu cheo si kitu katika kusimamia kweli ama haki. Kuhesabu ni heri apoteze cheo chake, apoteze umaarufu wake, apoteze mali zake, apoteze chochote kwa sababu tu ya kusimamia haki, ya kutaka kumpatia mtu haki yake. Kuona ni bora, ni heri apoteze chochote katika maisha yake, lakini tu asimamie kweli na haki, aoneshe kweli na haki. Wakumpa haki ampe haki yake, yani wakumpa haki yake ampe haki yake ilivyotakiwa ama ilivyopaswa.
pia yupo tayari kwa lolote ama chochote ili tu kusimamia haki ya kila mtu. Ndizo sifa zake alizonazo mtu huyu, ndugu huyu.